Tunasema asante kwa kuendelea kubakia nasi kwa habari na matukio. Lakini tukisalia hapa jijini Tanga, baadhi ya madiwani wameshakwisha funga kampeni, na leo hii Saidi Bwanga naye amefika tamati ya kufunga ziara zake za kampeni kwenye kata yake ya Mzingani jijini Tanga, toka alipoanza safari yake mpaka kufika siku ya leo. Langu mie jina naitwa Nasir bin Nasir. Nashukuru toka tumeanza kampeni leo tumefika tamati ya kampeni za majukwaa, lakini bado tunaendelea kusaka kura nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kitanda kwa kitanda. Lakini kubwa zaidi huwa ni washukuru wana Mzingani kwa kuhakikisha wamejitokeza kwa wingi kwa kusikiliza sera tulizokuwa tukizinadi. Uzuri wa Chama cha Mapinduzi, tuna sera nyingi za kuweza kunadi, hatuna muda wa matusi. Tuna ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, 2025, 2030 ambayo imetusaidia sana kuweza kunadi sera zetu, lakini pia tumeweza kueleza nini kimefanya na nini tunakwenda kufanya. Ni mipango mikakati, ni ilani nzuri ambayo inatekelezeka. Ilani hii imeundwa kisawasawa, ndio imetupa upesi sisi kuweza kukaa majukwani na kunadi sera zetu za Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli nimejifunza mengi, kwa sababu sikuwahi kuwa katika ngazi hii ya kujinadi mwenyewe katika kugombea nafasi ya udiwani ama kumwombea kura Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ama mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kwangu mimi nasema it's a beginning of a new era. Ni mwanzo wa safari yangu mpya ambayo nilikuwa nikitamani sana. Nia yangu ilikuwa ni kwenda kuwatumikia wananchi, lakini kilichonivutia zaidi na kilichonipa uwepesi wa nafasi hii ya kuweza kuomba kura hizi ni kwa sababu ya ukazi na upendo na utu wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwanamama huyu rais wetu amenivutia sana katika utendaji wake. Kwa nikatamani sana kufanya kazi katika wakati wake, ambayo inakuwa ni golden chance ambayo itaniwezesha mimi kujionesha na kuonekana na kufika katika kiwango kikubwa cha utendaji wangu. Mimi nikisema napenda kuahidi kile kinachowezekana, mbali ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo inatekelezeka, lakini ahadi zangu binafsi kama mgombea pia zinatekelezeka. Nimetoa ahadi chache ambazo naweza kuzimudu kutokana na uhusiano wangu, ujaribu wangu na uthubutu, lakini zaidi upendo na uzalendo wangu wa nchi yangu na kata yangu ya Mzingani. Lakini kikubwa zaidi niwahakikishie wana Mzingani kwamba kuhakikisha nitacheza karibu zaidi nao ili niweze kuzitambua kero zile. Kitu ambacho nimejifunza, watu wengi wanashindwa kutimiza ahadi ni kwa sababu moja. Wananchi huwa wana kero zao ambazo kama kiongozi unatakiwa uhakikishe unazitambua kero zao, ili unapoenda katika ngazi ya halmashauri au ngazi yote husika, basi wewe unaeleza na kulilia kero zile za wananchi. Lakini mara nyingi tumekuwa tukikosea kwa kufika kule na kueleza kero ambazo sio kero za wananchi, bali kwa kubuni sisi wenyewe. Uzuri wa nchi yetu iko katika muongozo na utaratibu mzuri. Daktari Samia Suluhu Hassan anahitaji wasaidizi kama sisi ambao tutakwenda kuhakikisha tunazichokonoa na kutafuta kero zile, ili azitambue kero za wananchi wake. Kwa upendo wake na hakikisha na naahidi na uwezo wake, basi tutaweza kuzitatua kwa pamoja. Kwangu mimi safari ndio imeanza, na ahadi yangu ni kutokiangusha chama changu, kutowaangusha wana Mzingani, lakini zaidi kutomwangusha rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Nitahakikisha kero zote za mitaa ya 8 ya Mzingani, basi zile ambazo nitashindwa kuzitatua huku zitamfikia yeye na atatatua, ili miaka miwili ijayo, isiyozidi miaka miwili, hakutatokea hata mtu mmoja wa kata Mzingani akisononika kuhusu Chama cha Mapinduzi wala kulalamika, na hakutakuwa na mpinzani tena baada ya miaka hiyo miwili kata ya Mzingani.